Aprili 21. Jumatatu. Mwaka wa 2025. Safari ya kiti cha enzi, Matendo 8:5 hadi 6. Naye Filipo aliingia katika mji wa Samaria na kumhubiri Kristo kwa wenyeji wa hapo. Watu walijiunga kusikiliza kwa makini ule ujumbe wa Filipo na kuona ile miujiza aliyoifanya. Mlinzi aliye na mnara, batizano ya kiti cha enzi, anashikilia neno ambalo Mungu hutoa na kwenda kwenye safari ya kiti cha enzi. Matamanio ya Mungu yamo kwa remnant wanaoendelea na safari hii. Ikiwa hivyo ndivyo, basi remnant wa misionari wanapaswa wajue nini kabisa? Kwanza, Paulo aliingia katika masinagogi, mahekalu na sokoni. Kuinua TCK shambani na kutekeleza harakati za kuwakuza watu wenye vipawa ni muhimu sana. Ni lazima pia kuwainua wainjilisti katika sehemu zote. Pili, ni lazima kuwasaidia wale walio na magonjwa. Tangu mwanzo kabisa, Petro alimuinua mtu asiyeweza kutembea. Kanisa la kwanza liliwaponya wale waliokuwa wagonjwa huko Samaria na pia wale waliokuwa na mapepo. Paulo pia walifanya ibada ya uponyaji. Katika Matendo 13, 16 na 19, kazi za kuokoa wale waliokuwa wagonjwa zilifanyika. Tatu, Paulo alikutana na wafalme na wanasiasa. Wainjilisti wanapaswa kutumia matendo ya wema na huduma, kama vile kuwasaidia wagonjwa, kama njia ya kuleta matumaini na uzima kwa wengine. Pia, lazima uwasaidie remnant wengine kusimama kama vilele. Unahitaji tu kuwasaidia kugundua vipaji vyao. Mungu ataangalia mahali ambapo wamisionari remnant wanaenda kutoka kwa kiti chake cha enzi. Chora picha akilini mwako ya kutembea kwenye safari ya kiti cha enzi unaposhikilia mnara ya kiti cha enzi. Ombi la agano. Mungu Baba, tafadhali nisaidie kuanza safari ya kuwa mlinzi anayejitayarisha kwa ajili ya wakati ujao na kufuata njia ya kiti chako cha enzi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.